Ordinary Diploma in Health Information Sciences. Leo nataka kukupeleka ndani ya ulimwengu wa kozi ambao ni uti wa mgongo wa hospitali za kisasa, lakini bado haijatambuliwa ipasavyo na watu wengi. Tunazungumzia Ordinary Diploma in Health Information Sciences, fani ambayo zamani tuliizoea kuita medical records au takwimu za afya. Kama wewe ni kijana unayetaka kufanya kazi katika sekta ya afya, lakini hupendelei masuala ya sindano, damu au upasuaji, na badala yake una mvuto mkubwa kwenye teknolojia ya kompyuta na usimamizi wa taarifa, hii ndiyo kozi yako sahihi. Mtaalamu wa fani hii ndiye anayesimamia mifumo ya kielektroniki ya hospitali, kuhakikisha siri za wagonjwa zinalindwa na kuchakata takwimu muhimu zinazotumika kufanya maamuzi makubwa ya kitabibu. Ili kujiunga na kozi hii katika mwaka wa 2026, unatakiwa kuwa na ufaulu wa alama D4 katika masomo yasiyo ya dini kwenye mtihani wa kidato cha 4. Lakini hapa kuna jambo moja la msingi sana. Tofauti na kozi nyingine za afya, Health Information Sciences inahitajika ufaulu wa lazima katika biology, basic mathematics na English language. Bila alama D ya hisabati au Kiingereza, sifa zako hazitatosheleza kwa sababu kazi yenyewe inahusisha sana namba na mifumo ya lugha. Tanzania ina vyuo vingi vinavyotoa mafunzo haya kwa viwango vya juu. Upande wa serikali, kuna taasisi kama Center for Educational Development in Health Arusha, inayofahamika kama CEDHA, pamoja na Mwanza College of Health and Allied Sciences na Primary Healthcare Institute ya Iringa. Kwa vyuo binafsi, chaguo ni pana zaidi, kuanzia City College of Health and Allied Sciences ya Mwanza, Kilenzi Memorial College ya Dar es Salaam, Mlimba Institute ya Morogoro, St. John College ya Mbeya, hadi Zango College na Zanzibar School of Health. Kwa upande wa gharama, vyuo vya serikali vinahitaji wastani wa shilingi milioni 1.2 hadi milioni 1.5. Vyuo binafsi hutoza kati ya shilingi milioni 2 hadi shilingi milioni 3.5. Maombi ya kujiunga na vyuo hivi hufanya kupitia mfumo wa pamoja wa NACVET. Ukishahitimu diploma yako, fursa za ajira zipo hospitalini, kwenye mashirika ya bima kama NHIF na hata kwenye taasisi za kimataifa za utafiti. Zaidi ya hapo, unaweza kujiendeleza mpaka ngazi ya shahada katika Health Systems Management au Health Informatics kwenye vyuo vikuu kama Mzumbe au Chuo Kikuu cha Dodoma. Hii sio tu kozi, ni nafasi ya kuwa sehemu ya mfumo unaobeba uhai wa taifa.